Ebana nam, basi karibu tena katika episodi yetu ya 7 ya Go Family Book. Tuliishia pale ambako Kanchi alikuwa anatembeza mkono kwa askari. Sasa kwa hivi sasa tunaonyeshwa kwamba askari wote walikuwa wamelala chini na Kanchi alikuwa anakula miseli akiwa amechoka sana. Yaani alikuwa anakimbilia katika eneo la msitu huku hali yake ikiwa si shwari. Macho yakiwa yamebadilika, kucha zikiwa bado mikononi mwake na huko akiwa ameloa damu nyingi sana. Basi pale mvua inaanza kunyesha. Lakini tunakuja basi kuonyeshwa katika jumba la makahaba huko ambako Chongju alipokuwa basi ameweza kupelekwa. Alifikishwa katika mlango wa getili na kisha alikuwa basi anahitaji kuweza kuingia ndani. Taarifa ilimfikia headmistress, aliweza kupewa zile taarifa, lakini huku mlangoni Chongju alikuwa bado analeta ubishi. Basi headmistress alipofika pale alipata kumbukumbu ya mamake Kanchi kipindi ambacho alivoletwa tena hapa. Pia alikuwa mbishi sana kuingia ndani. Akavuliwa nguo zote hivyo naye pia akaachwa katika ule mti wa aibu, ule mti ambao uko pale nje ya lile jengo la makahaba. Akaachwa hapo na akaambiwa kwamba atakapo takriban kwa siku 4 mfululizo mpaka pale atakapokuwa ameweza kukubali kuendelea kuishi katika jengo hilo la makahaba. Sasa baada ya hapo tunaonyeshwa huko msituni ambako Sojung alipokuwa anapita, mvua ilikuwa inanyesha sana. Alikutana na miili ya askari wengi sana ambao ni almost 12 waliokuwa wameweza kuuawa. Akakuta moja kati ya ribbon ambayo ni ya kwake Kanchi, akaichukua na akaishika mkononi kwa hasira sana. Basi baada ya binti huyu ambaye anaitwa Damiol kuona kile ambacho Kanchi alichokuwa basi anakifanya mbele yake, alimletea baba yake taarifa. Baba yake ndio sherifu wa mji huu. Baba yake baada ya kuweza kuzipokea zile taarifa, waliongea pale tena katika hali ambayo ni ya uoga sana kwa kile ambacho kilikuwa kimeweza kutokea. Mzee huyu anakumbuka tukio la baba yake mzazi Kanchi, na katika siku ya leo alikuwa anakuja kugundua kwamba kumbe baba huyu alikuwa ameweza kuacha ujauzito kwa mama yake Kanchi ambaye ni Sewa, na ndio maana mara nyingi mama yake mzazi Kanchi alikuwa akitapika. Hii inamaanisha kwamba huyu ni mtoto wa Sewa. Basi yeye pamoja na governor ambaye anahusika katika swala zima la ulinzi wa majini wanaanza kupeana ushauri na wakapanga plani yao ya siri kuhusiana na kile ambacho kinaweza basi kikafanyika kwa ajili ya Kancha. Binti alikuwa anamtetea sana Kancha asiweze kupata madhara ya aina yote, lakini baba yake mzazi akamwambia kwamba naomba utoke nje kwa hivi sasa, tuachie mimi na governor tuweze kuongelea hili swala kwa sababu ni jambo ambalo ni nyeti sana. Basi huko nje yeye pamoja na Goni wakawa wanaongea. Goni alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anahitaji kuweza kupewa walinzi angalau 3 tuende kumaliza Kancha uhai wake katika siku ya leo. Lakini binti huyu akasema kwamba kumbe wewe ndio una roho mbaya kiasi hicho, unajaribu kuweza kumchongea mwenzako angalau basi aweze kupata madhara makubwa kuliko haya ambayo ameweza kuyapata. Wewe ni mtu namna gani? Binti alilalamika kinoma. Goni akaonekana kabisa kama vile ni mtu mwenye chuki ndani yake. Na ipo wazi. Binti akaambia kwamba najua kabisa kwamba uoga unanipenda ila una uoga wa kuniambia. Na mimi sijaliruhusu ili jambo liweze kutokea kwa sababu najua kwamba tutashindwa kufanya kazi. Basi pale Goni akamwambia kwamba je, unampenda Kancha? Binti akasema huyo ni mmoja kati ya mtu ameshasaidia maisha yangu. Basi Goni akabaki pale na mzake na binti akakamata njia yake. Alipoingia kwenye chumba chake alipata mawazo sana. Huku governor pamoja na sherifu waliongea mambo mengi kuhusiana na hichi ambacho kimeweza kutokea. Akamwambia kwamba kwa miaka 20 ilikuwa imeweza kupita, niweza basi kumdhuru kiumbe ambaye alikuwa si wa kawaida. Na huyu inaonekana kwamba ni baba yake Kanchi, na inawezekana kwamba yule mwanamke ambaye anaitwa Sewa aliweza basi kujifungua mtoto vizuri, na leo hii ndio huyu Kanchi ambaye kwa sasa ameanza kusumbua. Lengo kuu la governor kuweza kupewa hichi ambacho bwana mkubwa sheriff anachokimpa katika siku ya leo ni kwamba alihitaji kujua siri ya ile ambayo imeweza kutokea. Kwa hiyo akataka kuweza kupanga mpango wa siri ambao mpango huu ulikuwa ni kwa ajili ya kwake yeye pamoja na maisha yake, na kile ambacho bwana mkubwa Lord Park alichokuwa ameweza kumwagiza bwana mkubwa wa governor, kwa kuwa alikuwa ameweza kumuomba kwamba angalau basi Kanchi aweze kupata kazi katika hiyo meli ambayo itakwenda kutengenezwa. Na hili lilikuwepo nje ya Kanchi na Kanchi alikuwa ajiona siku ya kesho itakuwaje. Kwa hiyo akaamini kwamba Lord Park ataendelea kuishi katika maisha yake yote milele mpaka siku ambayo yeye mwenyewe binafsi atakuwa ameweza kufa. Sasa baada ya hapo tunaonyeshwa basi Gon asubuhi ilipofika alifika katika chumba cha binti anaitwa Damiol, lakini Damiol alikuwepo hayupo tena ndani. Huku porini pia Kanchi ni kwa siku kadhaa amekuwa basi akilala katika eneo hili hapa. Sasa alikuwa amelala kwa muda mrefu kwa alikuwa hajui nini ambacho kimeweza kutendeka katika maisha yake. Alikuwa anajisikia kwamba mwili wake una maumivu. Kwa hiyo akawa anakumbuka matukio yalikuwa yameweza kutokea, vifo vya wale askari. Sasa akaamua kurudi katika lile eneo mahali ambako vifo vilikuwa vimeweza kutokea. Alipofika pale akakuta miili yote haipo. Ndipo Sojung akaweza kujitokeza. Sojung ameanza kusafisha miili yote. Haijulikani mahali ambako ameweza kuipeleka. Sasa bwana Gwanhun alikuwa anapewa
taarifa pamoja na Sebuka. Sebuka alikuwa anamwambia kwamba baadhi ya askari 12 hawapo katika kikosi chetu mpaka kwa hivi sasa. Hawa ndio ambao tukumeweza kuwatuma kwenda kumtafuta Kanchi pamoja na Taeso. Hayo maumivu ambayo bwana mkubwa alikuwa ameweza kuyapata ni kwamba askari wake wameenda wapi na wapi walipoweza kuhifadhiwa. Sasa huko msituni bwana mkubwa ambaye ni Kanchi alitaka kujua siri kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Basi Sojung akamwambia kwamba nilikupa onyo lakini wewe hukutaka kuweza kunisikiliza. Na haya yote yamesababishwa na kiburi chako pamoja na ujuaji. Haya yote yamesababishwa na wewe mwenyewe binafsi. Na kwa hivi sasa hauwezi tena kurudi kuwa binadamu wa kawaida. Basi baada ya kuweza kusikia lile neno, alipokuwa anajaribu kuweza kumlazimisha Sojung aweze kumrudisha katika hali ya kibinadamu kawaida, ndipo akabadilika tena pale pale. Hapo Sojung akagundua kwamba huyu kijana bado hajagundua hichi ambacho nakiongea kwamba ni kitu ambacho ni cha ukweli. Kanchi nafsi yake ikazidi kuzoofika sana kipindi ambacho haja kuelezwa ukweli kwamba kwa kuwa hujatimiza miaka 20 kamili, kaa ukijua kwamba huwezi tena kuwa binadamu wa kawaida. Ulikuwa umebakiza siku kadhaa tu uweze kutimiza miaka 20 kamili. Basi Sojung alimtazama pale. Kumbe pembezoni huku hivi binti anaitwa Damiol alikuwa anashuhudia vitu vyote vile. Basi katika jengo la makahaba huko binti alikuwa watu wanamshangaa sana. Walikuwa wakimcheka. Nafsi yake ilikuwa ikidhoofika. Alikuwa akijiuliza kwamba kwa nini watu hawaji. Alitamani kuweza kupata msaada lakini kumbe Kanchi huko tayari alikuwa amepata madhara makubwa sana. Alikuwa akijinyanyapaa yeye mwenyewe binafsi. Hahitaji hata kwenda mbele za watu waliokuwa wanamjua. Anaamini kwamba watu wengi watamkataa na watamchukia. Basi Head Mistress alimchukua Chungju na kuweza kwenda kumhifadhi ndani. Baada ya muda kuweza kupita, alimkabidhi uji. Na hapo baada ya muda kuweza kupita pia aliweza kuongelea maneno mengi sana. Akamwambia kwamba achana yale mambo ambayo ameweza kupita nyuma na kwa hivi sasa yeye anapaswa kuweza kutengeneza chapter mpya. Wazazi wake wote aliao hawajui mahali ambako walipo, ila baba yake mzazi na alikuwa anajua kabisa baba yake ameshakufa. Sasa Kanchi alikuwa ameweza kuletewa chakula na bwana mkubwa ambaye ni Sojung, lakini hapo akawa anakataa kula kabisa. Binti baada ya kuweza kushuhudia lile jambo akamfuata Kanchi na kwanza kumwambia kabisa kwamba kwa nini unakataa kula. Basi Kanchi alishangaa sana kuweza kumuona pale Damiol katika lile eneo, kwa sababu hakuwa ameweza kuexpect kabisa kile kitendo kwamba Damiol anaanza kufika katika lile eneo. Kwa hiyo binti akawa anamlazimisha mwamba ale, lakini bado Kanchi alikuwa hitaji hata kula. Siku ya kwanza ya yeye kuweza kumuona Kanchi akiwa katika hali hii, binti aliongelea maneno mengi mpaka kuna muda kabisa macho yake akaweza kubadilika na akawa tena binadamu wa kawaida. Baada ya kuweza kumpa moyo kwa kiasi kikubwa, basi binti aligundua kwamba Kanchi anachokihitaji kwa hivi sasa ni upendo tu. Akionyesha upendo, macho yake yanabadilika tena yanakuwa ya kawaida kabisa. Hata naye Sojung aligundua lile jambo. Sasa huko katika jumba la Senjari House, huyu askari wa kituo cha polisi alikuja pale na bwana Gwanhun. Wakaamua kwa hivi sasa katika mjengo huu wanaamua kuweza kutaifisha. Wakafika pale wakawapanga wafanye kazi na kisha baada ya muda wakaamua kuweza kuwaingiza mateka wote wa familia hii. Lakini isipokuwa tu Taeso pamoja na Kanchi pamoja na yule binti anayeitwa Chungju ambaye ni mtoto wa mzee Lord Park. Hata katika siku ile ilitangaziwa kwamba mzee huyu ndio atakuwa ni lord katika eneo hili. Atakuwa ndio bwana wa nyumba hii. Hasa mwanamke huyu akasema kwamba hawezi kumtumikia bwana huyu. Ni mwanaume mwenye hila, ni mwanaume asiyekuwa na utu. Ndani yake kuna mabaya mengi sana. Haiwezekani kumtumikia mwanaume ambaye tayari rohoni mwake ana kisa naye. Amemuua mume wake na amefanya juu chini hadi watoto wake wameweza kupata mateso makali sana. Hadi naye mwenyewe binafsi ana imani ya kuendelea kuishi. Katika nyakati za mabishano mwanamke huyu akasema kwamba ni heri nife kuliko niendelee kushuhudia ambayo basi anatendeka mbele ya macho yangu. Basi mwanamama huyu akaamua kuweza kuchukua upanga na kuweza kujichomeka kwenye tumbo lake. Hapo Gwanhun akaamua tena kumpiga tena upanga mwingine. Lakini maneno ya mwisho ya mwanamke huyu ni kwamba hautaishi katika mjengo huu kwa amani. Aliamua kuweza kumwachia laana pale pale. Hapo kifo chake iliweza kualiza wafanyakazi wengine wote, huku Gwanhun akiwa anaamini kwamba ataweza kuicontrol nyumba hii. Alimuita mwanae Taeso. Taeso alikuwa amelala katika mjengo mmoja na mjengo huu ulikuwa ni kama vile hifadhi kwa kipindi hichi ambacho alikuwa anahifadhiwa. Lakini pia hata binti yake ambaye anaitwa Chungju alikuwa tayari yupo katika jengo la makahaba. Hali ya watoto wake ilikuwa katika kipindi kibaya sana. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba ufalme wao ulikuwa unaenda kuteketea wote na familia zao zote zilikuwa zinaenda basi kujipigania katika hali ambayo ni huzuni kubwa sana. Ndugu jamaa na marafiki pamoja na wafanyakazi wake walikuwa wanalia pale. Alivuzama ndani ya chumba cha kwake Lord Park ambacho anakitumia mara nyingi. Alitazama ule ubao, lakini bado askari huyu alikuwa anazidi kumpa moyo na kuamini kwamba upambe wake unaweza basi kumfanya yeye kuwa labda waziri mkuu katika siku zitakazokuja. Lakini kiukweli huyu mzee alikuwa anacheza na akili yake tu. Alikuwa anampa promise tofauti kila siku.
Basi nyuma ya mgongo wa kwake bwana mkubwa Gwan-Hun hakujua kwamba kuna silver za mamilioni ya fedha ambazo zilikuwa ndo siri nzima ya eneo hili. Lakini katika jengo la kwake Gavana aliyekuwa anahusika na swala zima la ulinzi katika swala zima la bahari, aliyekuwa ameweza kuahidiana bwana Lord Park katika swala zima la kuweza kuchukua zile silver zote katika jengo lile kwa ajili ya kutengeneza meli hiyo. Katika siku ya leo alikuwa anaona kabisa kama vile lile jengo baada ya kuweza kuchukuliwa, yeye ndo zile silver hizo tena kwenda kuzipata. Sasa huku katika eneo la mapango, Damiol pamoja na Sojung walikuwepo pale. Ila bwana mkubwa Sojung akuishia pale, aliendelea kutengeneza ile bangili ambayo bangili ile ina uwezo kwenda kutuliza nguvu zote za Kanchi zilizokuwepo ndani. Mara ghafla Kanchi akaanza kupiga makelele ya ajabu. Hapo Sojung akamwambia waziwazi kwamba Kanchi anabishana na nafsi mbili, nafsi ya umonster pamoja na nafsi ya kibinadamu. Akiweza kuishinda nafsi ya umonster, basi ukijua kwamba Kanchi atarudi kuwa kawaida, lakini kama atashindwa atakuwa ni kiumbe wa ajabu sana. Huku ndani Kanchi alikuwa anakumbuka matukio yote ambayo yalikuwa yameweza kutokea. Akaanza kuumia sana, akiwa anajaribu kuweza kuomba mtu angalau basi aweze kuingia ndani na kuweza basi kumpa msaada. Hapo Damiol akamwambia Kanchi, vumilia, unaweza kuishinda hii. Bado Kanchi akasema kwamba siwezi kuvumilia, hii hali ni ngumu sana. Basi muda ulizidi kusonga mbele, Kanchi akazidi kupiga kelele za kutisha. Basi Sojung akamwambia Damiol kwamba naomba uweze kuchanja mboga, usepe katika eneo hili kwa sababu Kanchi tayari ameshashindwa kuwa binadamu wa kawaida. Kwa sasa hivi yeye ni kiumbe cha ajabu. Basi Sojung baada ya kuweza kumpa uoni binti huyu, binti aliamua kuchanja mbuga. Mzee akafika kwa baba yake mzazi huko, akaenda kumpa kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake. Akamwambia kwamba baba, naomba umsaidie Kanchi. Kanchi yupo katika kipindi kigumu sana. Goni pamoja na wenzake wakawa wameweza kujiandaa. Huko katika eneo la mapango, Kanchi anamtetemesha Sojung. Sojung hana nguvu mbele ya Kanchi. Kanchi kwanza amezidi kuwa na nguvu zaidi. Nguvu zinazidi basi kumtishia hata mwenyewe Sojung. Sojung akamwambia wazi kwamba nimekuwa nikimtunza baba yako kwa muda mrefu, lakini hakuwahi kuweza kunifanyia matendo ambayo wewe unanifanyia katika siku ya leo. Lakini Kanchi anamwambia kwamba ondoka mbele yangu, nataka nikadili na watu waliokuwa wameweza kumfanyia mabaya Lord Park. Hasa Sojung aliminywa pale pale na kuweza kuachwa pale chini. Kisha Kanchi akaamua kuchanja mboga. Huku binti anayeitwa Chungju akachukuliwa na kupelekwa katika chumba ambacho basi Lord Gwan-Hun alikuwepo katika chumba hicho. Lengo la binti huyo alikuwa amempeleka kule, ilikuwa ni amri kwamba anatakiwa aende kulala naye kitanda kimoja. Sasa huku nje bwana mkubwa ambaye ni Kanchi tayari alikuwa ameshaweza kufika katika eneo hili hapa, na alikuwa ameshaweza kujipanga kwa ajili ya kuweza kuamsha mashambulizi. Alifika katika mji huo, kwa bahati nzuri aliweza kuona zile picha katika mabango alikuwa ameweza kubandikwa na kuona kabisa kwamba yeye ndo anatafutwa. Hapo kipindi ambacho alikuwa anatembea akakutana na Gon. Akamwambia waziwazi Gon, sije kwa ajili yako Gon, naomba unipishi. Gon akawa basi anajaribu kuweza kupambana naye. Alianza kutembezewa mkongoto wa kutisha pale pale. Bahati nzuri kipindi ambacho alivyokuwa basi wanapigana, waliweza kutokea watu wakaanza kumfunga kamba za mikono na miguu, lakini wote waliweza kusambaratishwa pale pale. Gon akaendelea kupambana, lakini dakika za mwisho kabisa Gon ilibaki kidogo tu aweze kuuawa, lakini hapo mwamba anaitwa Sojung alifika pale na kumuita Kanchi kwa sauti ya ajabu sana. Hapo Kanchi akajikuta kwamba ile ribbon imeshawekwa katika mkono wake, na hapo kucha zake zote ziliweza kutoweka. Sasa kipindi ambacho kucha zimeweza kushuka, Gon ndo akapata mwanya akamfumua ngumi, kisha Kanchi akadondoka chini. Sasa baada ya hapo Sojung alimweka wazi kwamba kama utaamua kuweza kuitoa hiyo bangili katika siku ya leo, ukijua kwamba hautaweza kurudi kuwa binadamu wa kawaida, na mimi sitaweza tena kukuzuia kwa mara nyingine tena. Kwa sasa hivi hichi ndicho ambacho naweza nikafanya katika maisha yangu, siwezi kukusaidia tena. Basi wakati huo Damiol pamoja na baba yake waliweza kufika pale. Sasa turudi katika jengo la Makabo. Huko katika hili jengo kuna mwanadada mmoja ambaye alikuwa tayari ameweza kupewa amri ni bwana Gwan-Hun aweze kumfikisha binti huyu katika chumba chake. Sasa binti akaanza kukataa. Huyu mwanamke akawa anamlazimisha binti wa watu aweze kuzama ndani ili aende basi kunjunjwa. Ila kwa bahati nzuri pale pale aliweza kufika headmistress. Headmistress akaweza kumzuia huyu mwanamke kwa sababu katika ranki za malaya waliokuwa katika ile eneo, huyu pia alikuwa ni kiongozi wa malaya wakubwa tu katika ile eneo. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kuweza kumfanyia kitendo chochote huyu malaya ambaye ni mpya katika ile eneo kwa hivi sasa, ambaye ni Chungju. Sasa baada ya pale kuweza kufanya kile kitendo, akamwambia huyu msaidizi wake aweze kumrudisha Chungju katika chumba chake. Lakini baada ya hapo bwana mkubwa ambaye ni Lord Gwan-Hun akaweza basi kumwambia kwamba kama kuna uzembe unataka kuweza kufanya, ni uzembe mwingine ambao unaweza kufanyika kwa miaka 20 ilikuwa imeweza kupita. Yule mwanamke anaitwa Sewa. Katika siku ya leo tena naona kama kitendo ni kile kile unataka tena kukifanya. Ni kuombe tu uzembe huu usiweze tena kujirudia.
Basi mwanamke huyu aliweza kumsikiliza vema. Sasa huko ambako Kanchi alikuwa ameweza kukamatwa, sherifu aliweza kutoa amri kwamba Kanchi kwa hivi sasa anapaswa aweze kupelekwa katika kituo cha polisi. Hiyo ilikuwa ni amri ya governor. Damioli baada ile taarifa kuweza kutolewa alishtuka sana. Akamwomba babake, "Kwa nini baba tunafanya hivi? Mbona mpango wa ukua huu? Tumemkamata mtu ambaye ni mzuri. Kwa nini tunampeleka katika kituo cha polisi? Ili iweje?" Akamwambia kwamba governor ndo ametoa amri hiyo, na hiyo amri siwezi mimi hapa kuweza kuipindisha. Kumbe governor alikuwa na mipango yake ya siri, na mipango hii ni migumu sana tuweze kugundua. Basi tuendelee. Siku ilipoweza kufika, watu waliweza kupigiwa kabisa ngoma pale waweze kufika katika kituo cha polisi kuja kumuona Kanchi alikuwa ameweza kumuua Lord Park Monsul ameweza kukamatwa. Sasa Kanchi alipigishwa magoti pale mbele za askari wote. Askari pamoja na wananchi walikuwa wanapiga makelele kinoma noma. Kanchi akaanza kuulizwa, "Unajua makosa yako ulikuwa umeweza kuyatenda?" Kanchi akawa anasema kwamba hajui kosa lake hata moja. Basi askari akaanza kumwambia kwamba kosa la kwanza ni kumuua Lord Park Monsul. Kosa la pili ni kuweza kufanya mauaji ya askari. Kosa la tatu ni kuweza kuwafungulia wateka waliokuwa wameweza kufungwa katika eneo basi la polisi. Wewe ukaja basi ukawafungua na ukaamua kuondoka nao. Kama ukijua kwamba wewe hapo tayari una kesi ya jinai. Kipindi ambacho anaongea, basi kijana huyu mdogo ambaye ni Kanchi akasema kwamba kama ukijua kwamba hayo makosa hata uniandikie makosa 100, mimi kwa hivi sasa nipo tayari na nitokabidhi mwili wangu muweze kufanya kitu cha aina yoyote, ila ninamhitaji mtu anaitwa Gwan-Hun niweze kumuua kwanza. Baada ya hapo mwili wangu mtauchukua, mtaufanya kitu cha aina yoyote. Kumbe pembezoni mwa lile eneo Gwan-Hun alikuwepo katika chumba kimoja, na katika chumba hicho alikuwepo ameweza kujificha tu. Kanchi alipomwona tu Gwan-Hun alivyotoka nje, alitamani kuweza kumrukia. Gwan-Hun akamsogelea pale na kisha akaanza kumwambia kwamba nitakupa utajiri, nitakupa kazi na utakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye uko upande wangu. Kanchi akakataa na kusema kwamba sihitaji kitu cha aina yoyote. Mimi ni mtu ambaye ninajiamini sana. Nina plan ya kuweza kufanyia wewe mauaji tu, sina plan nyingine katika ulimwengu huu. Basi kulingana na kwamba Kanchi ameshaanza kumuona kwamba mtu alikuwa anamtamani sana, yuko mbele yake, akatamani kuweza kuifungua ile riboni yake ili iweze basi kuweza kumsaidia kukata zile kamba pamoja na pingo zilizokuwa ameweza kufungwa na aweze kutimiza lile ambalo lilikuwa ndani ya moyo wake. Katika siku ya leo alikumbuka maneno ya bwana mkubwa Sojung kwamba kama ukitoa hii riboni, ukijua kwamba sina msaada mwingine ambao unaweza basi nikaufanya katika maisha yako, siwezi kukusaidia tena, una nguvu kubwa sana. Basi kabla hajaweza kutoa, ilisikika sauti kwa nyuma yake inayosema kwamba acha hapo. Kanchi ilikuwa ni baki kidogo aweze kuchomoa ile ribbon na yeye pia aanze kuanzisha mapambano. Akatokea gavana anayehusika katika swala zima la ulinzi wa bahari. Akafika pale akajitambulisha, hii ni gavana anayehusika na ulinzi katika nchi. Kisha akasema kwamba nimekuja kumchukua mtu wangu ambaye nilisikia kwamba amekamatwa na yuko katika kituo hichi cha polisi. Basi hapo askari wa kituo hichi cha polisi akafika pale na kuweza kumuuliza kwamba huyo mtu ni nani? Akataja kwamba ni Kanchi, na ndo huyo ambaye nimesimama naye hapa. Kumbe mpango wa kwake gavana au kuwa mbaya dhidi ya kile kitendo ambacho ameweza kufanya kwamba amfikishe Kanchi katika kituo cha polisi na kisha aweze kumchukua. Huu ndio ulikuwa mpango wao yeye pamoja na baba yake mzazi Damiol, kwa lengo kuu la kuweza basi kumsaidia Kanchi. Bana, je, Kanchi anaweza kutoka katika eneo hili la polisi bila vurugu za aina yoyote? Na kwa nini wameweza kupanga mpango huu wa siri mpaka wameweza kumfikisha polisi Damiol aweze kugundua wala Gon hajui nini ambacho wameweza kupangwa? Basi mimi nafikiri kwamba tutakutana tena katika episode ya 8. Bye bye for now.